Kipekee nichukue nafasi hii ya kumheshimu na kumshukuru Mungu kwa hili mahali zote ambayo tukusanya pamoja wana wa Mungu kwa namna ambavyo tunakutana tunakutana mahali hapo kwa tukio ambalo linafanya kweli. Mungu awabariki watu wote. Mungu awabariki wasimamizi wote wa media zote ambao Mungu amewapa kibali na neema kuwepo kwenye hili tukio. Awali ya yote nianze kumshukuru Mungu kwa kutupa neema hii na kibali kwa kuliandaa tukio hili. Tukio hili tumeliandaa kwa namna ya kumtukuza Mungu, na lengo ni kumtukuza Mungu. Tamanio letu tukio hili kwa siku ya leo, tunapoingia kulifungua, Mungu atupe kibali katika mambo yote ambayo tunatamani tumwone Mungu akifanya mapema. Jambo la kwanza ni kushukuru Mungu, lakini kumwimbia Mungu wetu, kumsifu Mungu. Hivi vyote tunavifanya kwa hiyo kwa Mungu. Lakini lengo la pili, tukio hili limeandaliwa maalum kwa ajili ya tamasha la uimbaji pamoja na ununuzi wa vyombo vya muziki. Vyombo hivi gharama yake zinagharimu kiasi cha shilingi milioni 40, na tamasha letu rasmi litafanyika tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa mwanzo huu tulio nao, tunatamani kumwona Mungu akihusika kwa namna moja au nyingine kwa hatua zote tutakazokuwa nazo kuanzia hivi leo tunapolizindua tamasha letu. Lakini yapo malengo kadhaa. Kwa nini tumelifanya hili tamasha? Ili tulifanya tunalifanya hili tamasha, jambo la kwanza ni kumtukuza Mungu, lakini jambo la pili ni kumhubiri Kristo, kuwaleta watu waje kwa Yesu kupitia vyombo vya muziki ambavyo tunatamani Mungu atupe kibali kuvipata, tukamhubiri Kristo. Vijana wamjue Mungu, watu wamjue Mungu. Watu wakishamjua Mungu, vijana wakishamjua Mungu, itakuwa ni rahisi pia serikali kuwa na majukumu yake kufanya kwa wakati, kwa sababu tayari taifa ambalo ni vijana wamechukua nafasi ya kumjua Mungu na kumfahamu Mungu. Kwa hiyo sehemu ya uhalifu pia itapungua serikalini. Kwa hiyo ombi letu kwa media zote, Mungu atusaidie kufanikiwa kwa jambo hili, ili vijana hawa wanapokuwa wamesoma kwenye tukio hili na Mungu awape kibali, na sisi kama kanisa wabariki kwa baraka zote, ya kwamba Mungu awape kibali kufanikiwa, wakamhubiri Mungu, wakamhubiri watu wamjue Mungu, wamrudie Kristo. Na zipo faida nyingi ambazo tunaamini vijana wakimpokea Yesu Kristo, amani itakuwepo kwenye nchi, amani itatawala kwenye kanisa, amani itatawala kwenye mkoa wetu wa Mbeya, amani itatawala kwenye eneo letu la wilaya ya Mbeya. Kwa hiyo ni maombi yetu kuomba ushirikiano wa dhati kwamba Mungu atusaidie. Lakini kipekee tunawapongeza, tunawashukuru sana media zote, lakini wadhamini wetu wote na watu mbalimbali ambao tunaomba tudhamini katika hili tukio letu kufanikiwa, tukio letu ambalo tunatamani Bwana ajitukuze katika tamasha letu. Tunawashukuru sana kwa nafasi ambayo wametubeba, lakini media zimetubeba, na tunategemea sana kuona ushirikiano wetu. Tunatakia baraka za Bwana Mungu wa mbingu na nchi, ambaye anawapa taaluma hii kufanya kazi pamoja nasi, asiwaache wala asiwapungukie. Neema ya Kristo itaendelea kutembea pamoja nanyi nyote siku zote za maisha yenu. Lakini kwa wakati huu nichukue fursa hii na nafasi hii kulifungua tamasha hili. Tamasha hili tunalifungua leo rasmi kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya uhitimishaji wa tarehe 23. Basi kama mchungaji na mtumishi wa Mungu katika
ushirika huu wa Iyunga, niseme tu kwamba ninalifungua rasmi tamasha hili kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Frank Emmanuel Mtese, mchungaji wa kanisa la Moravian ushirika huu wa Iyunga, lakini niko na idara inayofanya kazi kwenye viongozi wanaofanya kazi kwenye idara yetu ya umoja vijana kati kabisa. Kulia kwanza nitampa maiki atajitambulisha, lakini baada ya hapo nitamkabidhi maiki kutoka kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndugu waandishi wa habari, viongozi mbalimbali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutana siku ya leo. Pia tunawashukuru ninyi waandishi wa habari kwa kusikia maneno yetu. Tunatambua kuwa ninyi ni daraja muhimu kati ya waandaaji wa matukio ya jamii, hivyo tunathamini sana uwepo wenu. Mungu awabariki sana. Majina yangu naitwa Patrick Mwakalosi, ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kwaya yetu ya maombi. Leo tumekutana kutangaza rasmi tamasha letu la Injili. Hata hivyo, kusudi letu si kutangaza tukio pekee, bali kushirikisha jamii maono ya tamasha hili na mchango wake kwa taifa. Katika kipindi hiki ambacho jamii yetu inakabiliwa na changamoto mbalimbali za maadili, kukata tamaa, migawanyiko na changamoto zinazowakabili vijana, tunaamini kuwa Injili ina nafasi ya kuleta tumaini, upendo, amani na mshikamano. Tamasha hili limeandaliwa ili kuwa jukwaa la kumwinua Mungu, kuimarisha imani za watu na kuhamasisha maadili mema yanayojenga jamii na taifa. Tunaamini kuwa jamii yenye maadili ndiyo msingi wa maendeleo ya kweli. Aidha, tamasha hili litatoa nafasi kwa waimbaji wa Injili kutumia vipaji vyao kuifikia jamii kwa ujumbe wenye kujenga na kuleta matumaini. Tunatarajia kupokea wageni kutoka maeneo mbalimbali. Hii pia itatoa fursa kwa wafanyabiashara na watu wa huduma kunufaika kiuchumi kupitia shughuli mbalimbali zitakazofanyika wakati wa tamasha. Tunapenda kusisitiza kuwa tamasha hili ni la wananchi wote. Tunawaalika viongozi wa dini, viongozi wa serikali, taasisi mbalimbali, wafanyabiashara, vijana, wazazi na jamii kwa ujumla kushiriki nasi katika tukio hili muhimu. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya habari, wadhamini wetu, wadau wote wanaoendelea kushirikiana nasi katika maandalizi haya. Ushirikiano wetu ni nguzo muhimu ya mafanikio ya tamasha hili. Kupitia mkutano huu tunatoa mwaliko rasmi kwa Watanzania wote kushiriki katika tamasha hili kwa amani na utulivu. Tunaamini litakuwa na muda wa kufanya ibada, faraja, umoja na kujifunza mambo yatakayochangia kujenga jamii bora. Tunaomba sana ushirikiano wenu ndugu wananchi. Kwa yetu wa Maombi Kwaya tunatamani kuweza kupata muziki wa kisasa ili tuweze kumtumikia Mungu. Kwa yetu tunaendelea kufanya huduma ya muziki, lakini tunapungukiwa na vyombo vya muziki. Tunatamani tupate muziki wa kisasa ili tuweze kumtukuza Mungu sisi wote. Ndio maana tumeweza kuandaa tukio hili kubwa kwa ajili ya kuweza kuitaarifu jamii ili tuweze kupata support, tuweze kupata vyombo vya muziki ili jamii yetu ya watu wa Mbeya tuweze kumtukuza Mungu kwa viwango vikubwa. Tunaamini kuwa tutakapoweza kupata support ya hili jambo
tutakuwa tumeweza kuifikia jamii yetu ya Wanambeya na kuweza kuinua vipaji vya watu wetu katika upande wa muziki wa Injili. Na sisi kama kwaya Maombi tunaamini kwamba matukio pekee ya Injili ndio matukio ambayo yanaweza kuweka jamii pamoja. Tumeandaa tukio hili kubwa, tukio hili litakuwa ni la kipekee sana, na tukio litaweza kuhudhuriwa na wageni wengi sana kwenye mkoa wetu. Tunawakaribisha sana wananchi, tunawakaribisha sana wadau mbalimbali, tunakaribisha sana watu wote, tunawakaribisha sana kwenye tukio hili. Tunaomba sana sapota yenu. Kwaya yetu tunatamani kukua, tunatamani tumtumikie Mungu kwa viwango vikubwa. Tunatamani tuweze kuonyesha kuwa sisi ni watu wa Mungu, tunapatikana kwenye mkoa wa Mbeya. Tunaomba sana sapoti yenu wadau mbalimbali, lakini tunawakaribisha sana kwenye tamasha letu. Kama jinsi nilivyojitambulisha kwamba mimi ni mwenyekiti wa maandalizi wa hii shughuli. Tamasha letu litafanyika mwezi wa 8 kama kweli mchungaji aliweza kusema, tarehe 23, na litafanyika maeneo yetu ya kanisani. Tunawakaribisha sana wadau wote kuweza kushirikiana pamoja na sisi ili tuweze kufanikisha hili jambo kwa ukubwa sana, na tunaamini Mungu ataweza kuwabariki watu wote. Lengo letu kubwa, tunatamani kupitia tamasha hili jamii yetu ya watu wa Mbeya waweze kumjua Mungu, jamii yetu ya watu wa Mbeya waweze kumjua Mungu, ili taifa letu liweze kufanya kazi kwa uhuru, na vijana wakimjua Mungu, maana yake ni kwamba kutakuwa kuna amani ndani ya taifa. Ndivyo sisi Maombi Kwaya tumeweza kuandaa hili tukio kwa kipekee sana, ili tuweze kumtukuza Mungu pamoja, tuweze kuwarudisha vijana waweze kumsifu Mungu pamoja, ili tuweze kufanikisha jambo letu. Kwa wakati huu mimi niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kuweza kuja kuungana pamoja na sisi. Mungu awabariki sana, lakini tunashukuru sana nchi yetu, viongozi wa nchi yetu, tunawashukuru sana kwa kuendelea kushirikiana pamoja na sisi, kuendelea kutusapoti, kuendelea kutunga mkono. Mungu awabariki sana. Baba mchungaji, naomba nirudishe. Naomba nikaribishe waliopo shoto plan na wanaweza kukaa kusema. Hasa dhamira halisi ya kwa nini tuko shuleni, pia kwa maana ya kuelezea timu ya dada yetu ambayo tunayo pamoja na kwanza kabisa Maombi Kwaya ni idara ya haki kutoka katika kanisa la Bwana mzima wa Mungu. Kwa tunahusika na mambo ya Ibrahim, lakini zaidi ni kugusa jamii kupitia uinjilishaji kama vile tunatangulia kusema. Maombi Kwaya kwa kweli ni idara ambayo inaweka sana mambo ya huduma na injili kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunaamini katikati ya kufanya uinjilisti wa watu tofauti katika eneo tofauti, kuna matokeo fulani tutayapata katika jamii, kwa sababu watu wanapojua Kristo kama tunasema baba yetu, tunakuwa na uhakika wa kwamba baadhi ya maovu katika jamii yetu kwa idadi kubwa ya vijana ambao wanamtumikia Mungu katika mambo ya kiimani, tunaamini kwamba utulivu unakuwepo katika jamii yetu. Lakini kwa nini tuna tamasha mbele yetu
maana ya sauti ya mafanikio, tukiamini kwamba katika mambo ya dini na imani, neno linasema imani ilikuwa katika mambo ya lakini pia imani kwa kusikia. Na mtu akisikia neno la Kristo, tunaamini kwamba kuna matokeo chanya ambayo yatatokea, ambayo tunakuwa na matokeo pia tofauti katikati ya jamii na watu tofauti tofauti ambao tunawafikia. So tunapenda kushare na ninyi kama wanajamii kwenye eneo hili kwamba Sound of Success tumeiandaa tukitarajia matokeo makubwa sana, hasa katika eneo la kuwafikia watu tofauti tofauti na jamii tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti. Tunatamani sana tufanye jambo hili katika hali ya ukubwa sana, hasa tukianza kwa sisi watu wa Mbeya. Nafikiri ni kitu ambacho tunatamani tuwafikie watu wengi sana, na ndio maana tumefurahishwa sana na uwepo wenu ninyi waandishi wa habari, tukiamini jambo hili litafika mbali zaidi. Kwa Sound of Success tunatamani ifanyike katika hali ya ukubwa. Tunaamini katika hali ya kuimba kwetu na kuwafikia watu tofauti tofauti, kuna matokeo chanya tutayapata kupitia jambo hili. Kwa hiyo tunawaomba sana kama waandishi wa habari na jamii kwa ujumla ya watu wote ambao wanatufuatilia sasa hivi, kwamba kuna mambo mengi mema tumewaandalia hiyo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu 2026 kupitia tamasha hili. Kiuhalisia mtegemee kupata vitu chanya sana, na hasa katika eneo la kumtukuza Mungu, kuimba. Watu wengi wamekutana na majeraha tofauti tofauti, wamekutana na shida tofauti tofauti, wamekutana na adha kwenye maisha na vitu vingi vigumu kwenye maisha yao. Kwa kupitia tamasha hili tunaamini kwamba watu watakao kuja hawatajuta kwa nini wamekuja. Kiuhalisia maandalizi tunaendelea nayo vizuri sana, na tunatamani tufanye katika hali ya ukubwa. Watu wakija kweli wamuone yule Mungu ambaye tunatamani kumfanya aonekane na kudhihirika kwenye maisha ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukweli ni kwamba jamii yetu ina changamoto sana. Watu wanapitia changamoto nyingi sana, wanapitia maumivu mengi sana. Lakini katika kupitia tamasha hili tunaamini kwamba Mungu ataachilia neema mpya tena kuhakikisha vitu vinafanyika sawa sawa na vile ambavyo watu wanatamani iwe. Kwa kumalizia niseme tunawakaribisha watu wote, na tunaamini kwamba uwepo wenu utakuwa ni sababu ya sisi kuyafikia malengo makubwa. Lakini nitumie pia fursa hii kwamba bado tunahitaji udhamini wa watu tofauti tofauti ambao watafanikisha jambo hili kulifanya katika hatua ya ukubwa zaidi. Milango bado iko wazi kwa wadhamini wetu. Kama utatupa imani na sisi tuthibitishe kwamba imani hiyo kupitia jambo hili tutailipa kwa kutenda yale yanayotupasa kuyatenda. Kwa hiyo tunawakaribisha wadhamini tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti ili kuhakikisha jambo hili tunalifanya kwa pamoja na tuifikie jamii yetu kwa pamoja. Neno la Mungu linasema wataendaje kama wasipopelekwa? Maana yake tunategemea support yenu pia zaidi ili kuhakikisha tunafikia yale malengo makubwa zaidi kwenye hilo eneo, ili tufanye tamasha hili kuwa kubwa na lenye matokeo chanya sana kwenye jamii yetu, kanisa, ikiwezekana na taifa letu kwa ujumla, na dunia ijue kwamba Mbeya kuna kitu kinaenda kufanyika kikubwa ambacho hakijawahi kufanyika kabla. Kwa hiyo tuwakaribishe sana na tunathamini michango yenu yote. Asanteni kwa wale wadhamini wetu ambao walitangulia hadi sasa hivi tunaendelea kuyafanya haya ni kwa nguvu yao, lakini bado pia tunahitaji sapoti zaidi. Kwa kusema hayo, Mungu awabariki sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni machache ambayo tumeyaeleza kwenu, lakini tuombe sana ushirikiano kwenu. Tuombe sana utayari wa kutenda kwenu. Tuombe sana utayari wa kutusikia kutoka kwenu. Tunategemea sana kuiona nafasi yenu ya support kuliko vile ambavyo sisi tunafikiri
wakati fulani tunahitaji kusapotiwa sana. Kipekee tuwashukuru wote ambao wamekubali kutudhamini, kutubeba kwenye hili eneo. Asante kwa watu mbalimbali na wadau mbalimbali ambao tumewaalika kwenye tukio hili. Wapo viongozi wetu ambao wamekubali kutubeba. Tunaye Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Beno Malisa, ambaye ndiye atakayekuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Furaha yetu ni kuona kwamba ametupa ushirikiano wa dhati na ahadi yake ni kwamba atakuwepo kwa ajili ya tukio hili. Miongoni mwa vitu ambavyo ninaviomba kwa ajili yenu wananchi na watumishi wa Mungu ni kutubeba kwenye maombi ili tukio liwe la kibali na mafanikio mazuri na matokeo yakapatikana. Tunategemea sana kuona nafasi yenu kwa mtu mmoja mmoja, kwa namna ambavyo tunaweza tukalipromote hili jambo ili lilete matokeo kwenye mipango ambayo idara yetu ya Umoja Vijana Kati katika ushirika huu wanatamani kwamba tuyafanye. Katika haya niseme tu, Mungu awabariki, Mungu awatunze, Mungu awe nanyi. Nafasi yenu na sapoti yenu tunaitegemea sana. Mungu awabariki. Amen. Karibu kama kutakuwa maswali. Kama kutakuwa maswali, karibu. Kiongozi. Tutakuwa na kwaya nyingi sana zitashirikiana pamoja na sisi, na idadi ya kwaya hadi sasa hivi zitakazokuwa ziko pamoja na sisi ni zaidi ya kwaya 15. Asante sana. Asante, karibu. Maswali yameisha? Bado tuwe na sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Mungu awabariki. Tuombe ushirikiano wenu kwa namna ya kutusaidia kuyapromote haya ambayo tunatamani kuyafanya katika ushirika wetu. Bwana Yesu awe nanyi. Bwana wabariki. Atubariki sisi sote, abariki kanisa la Mungu, aibariki nchi yetu ya Tanzania, awabariki viongozi wetu wanaofanya kazi ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kila chochote chema ambacho tunatamani Mungu akifanye, akatupe kibali kusimama na nchi yetu ya Tanzania. Nitoe rai pia, tutafute amani. Biblia katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, maana hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Rai yangu kama mtumishi wa Mungu kwenye ushirika huu, tunapokuwa tunasikia habari ambazo zinataraji kutuletea changamoto ya ukosefu au uvunjifu wa amani, tunakosa amani. Lakini ni nani mwenye kuitafuta amani? Ni sisi wa Tanzania ambao Mungu ametupa kibali kuwepo katikati ya nchi yetu. Tuitafute amani, tuyakwepe magomvi, vurugu. Lakini hata mazingira ya maandamano yasiyo na sababu, maandamano ya kwepe hayatuletei amani kwenye nchi yetu. Amani ya nchi yetu ndiyo inayotufanya tukutane pamoja kama wana wa Mungu, kumhubiri Kristo, kukusanyika pamoja, tukaimba, tukaabudu. Lakini amani kikosekana, mambo yote haya hatuwezi tukayapata kwa sababu tayari mahali hapo amani haipo. Niombe kila mmoja kwa jitihada ya kwake na kwa namna ambavyo Mungu amemjalia, unaposikia habari zozote za uvunjifu wa amani, usilisapoti jambo hilo, bali tengeneza amani mahali hapo. Yaonekane tu mtu ameamua yeye mwenyewe, lakini kile ambacho utasemeshwa ukifanya kwa ajili ya kufanya amani mahali hapo, fanya kadri Roho Mungu atakavyokujalia. Tuiombee nchi yetu ya Tanzania, tuwaombee viongozi wetu wafanye kazi kwa weledi na kwa uaminifu kama tulivyowaamini. Mungu awabariki, atubariki sisi sote. Amen.
Matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika kanisa la Moravian ushirika wa Iyunga. Msikilizaji na mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuambatana pamoja nasi. Tunaamini umepokea kile ambacho kilikuwa kimekusudiwa. Kama ambavyo umeweza kusikia, kwaya ya maombi ambayo ni kwaya ya vijana kati kutoka hapa kanisa la Moravian ushirika wa Iyunga wameandaa tamasha kubwa la uimbaji ambalo litaambatana na uchangiaji kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya muziki. Tunaamini kwa sababu wewe ni mwanafamilia, unaweza kuwaunga mkono kwa namna moja ama nyingine, kuwawezesha kwa chochote ambacho utakuwa nacho, na unapata hiyo fursa pia kusaidia kupushi kazi ya Mungu ambayo watumishi hawa maombi kwaya wameibeba na wanataraji kuifanya. Kwa hiyo wewe ambaye unatutazama na unayetufuatilia pia, ni fursa kwako pia kuungana pamoja nao ili kuhakikisha kwamba unapokea kile ambacho kimeweza kukusudiwa. Kwenye ibada hii kubwa, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Beno Marisa ndiye ambaye atakuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili la kihistoria la maombi kwaya. Lakini wakati hayo yakijiri pia, Baba Askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, Askofu Robert Pangani, naye pia atakuwa mshiriki na mgeni pia mwalikwa ambaye pia naye atakuwepo katika tukio hili adhimu. Si hao tu, wako viongozi wengi pia watakuwepo wa serikali pamoja na kanisa kwa ujumla wake. Tumeambiwa hapa pia kwaya zitakuwepo. Kwa hiyo ni fursa pia kwako kuhakikisha kwamba unashiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuunga jitihada za ujenzi wa mwili wa Kristo katika madhabahu hii ya Iyunga Moravian. Ndio, Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umetutazama. Tunaamini wakati mwingine utaendelea kupokea kile ambacho kimeweza kukusudia. Tunaamini wewe ni sehemu ya watu ambao wanaendelea kutufuatilia. Kwa mantiki hiyo sasa, naomba nizungumze na baadhi ya watu ambao na wao pia ni sehemu pia ya hii kwaya, watashiriki kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba tamasha hili linafika kama ambavyo limeweza kukusudiwa. Nizungumze na baadhi ya wanakwaya, nizungumze na baadhi ya waimbaji wa kwaya hii ambao pia wanashiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye kwaya hii ya Iyunga Moravian. Wanakwaya wako wengi hapa pia, na wao tupate nafasi ya kuzungumza nao kwa namna moja ama nyingine katika kile ambacho wanataraji kukifanya ama kukipokea kwenye ushiriki wa tamasha hili kubwa la uimbaji. Mwanakondoo ameshinda. Mfuate. Hongera sana kwa utume. Amen. Unatazama vizuri kabisa mzee wangu, unaweza kusogea hivi ili uonekane vizuri kwenye runinga hapa. Wewe kama Mkristo wa Iyunga Moravian, umejiandaje kwa ajili ya tukio hili adhimu ambalo kwaya yenu ya maombi imeandaa? Na sio kama Mkristo tu, lakini mimi pia ni kiongozi au mkurugenzi wa kampuni ya Ikuti Ngaya Catering, ambayo kazi yake inaandaa vyakula vya sherehe mbalimbali, harusi, mikutano, semina mbalimbali za kiserikali na za kidini. Na kama kampuni pia itashiriki kiukamilifu, kwa sababu pia inajua umuhimu wa kuwa na vyombo vya kisasa ambavyo vitawafanya watu wakisikia vitakuwa na mvuto wa kuwavuta vijana wa kila namna, na ukijua kwamba vijana siku hizi wanapenda muziki, na ndani ya muziki kuna nguvu kubwa ya maneno ya Mungu ya Injili, ambayo wakivuta na huo muziki ndani yake watapata maneno ya Mungu. Wakiyapata hayo yatawafanya wabadilike au waokoke au waache njia zingine mbaya. Maana vijana wengi kwa asilimia kubwa taifa hili kuelekea, vijana wengi wanavuta bangi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo mimi nimejiandaa kiukamilifu na kampuni yangu kushiriki kiukamilifu kusapoti hii kazi iliyo mbele yetu. Hongera sana kwa hilo. Asante sana. Asante kwa kutambua pia mchango wa huduma ya kwako kwa ajili ya ujenzi wa mwili wa Kristo ndani ya kanisa. Ni wajibu wangu. Hongera sana. Ni wajibu wangu. Asante sana mzee. Asante. Kila la heri kwako. Mbarikiwe sana. Amina, asante. Asante. Asante.
Mtazamaji, huyu ni moja pia ya wadhamini wa tukio hili adhimu la tamasha kubwa la uimbaji hapa Iyunga Moravian lililoandaliwa na kwaya hii ya maombi. Mimi niko hapa na kupitisha tu sehemu ya yale ambayo utaweza kuyashuhudia na kuyatazama kupitia madhabahu hii ya Iyunga Moravian, kupitia idara hii ya maombi kwaya, idara ya vijana kati ambayo inamtukuza Mungu na inafanya vizuri katika nafasi ya kuinjilisha. Inafanya vizuri nafasi ya kuinjilisha. Nimekuambia mimi natamani nizungumze na watu ambao walau wako ndani ya hii kwaya na wanafanya vizuri kweli kweli, kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu pia ya wale ambao wanapokea kuhakikisha kwamba wanapokea kile ambacho kimekusudiwa kwa siku hii ya leo. Matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Moravian ushirika wa Iyunga. Naungana pia na kijana mwingine ambaye pia naye ni sehemu ya kwaya hii. Habari ya uzima? Salama. Kondomeshi. Tufuate. Hongera sana kwa utume. Tunamshukuru Mungu. Watazamaji wanatamani wakutambue majina yako. Kwa majina yangu ninaitwa Imani Fredi, natokea ushirika wa Iyunga Moravian, ni mmoja kati ya wana vijana kati. Hongera sana. Ninyi kama vijana kati na maombi kwaya mmejipangaje kuhakikisha kwamba hili tukio mnashiriki kikamilifu na kuwezesha pia mpango ambao ni mahususi kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya muziki? Sisi kama vijana kati au maombi kwaya tumejipanga kikamilifu kwa habari ya kuwafikia ndugu zetu sehemu mbalimbali, kama vile wadhamini au wale watu ambao wanaweza katupa michango yao. Tunawapa kadi, tunawapa barua kwa ajili ya kusapoti ili jambo letu kwa ujumla. Lakini pia kama sisi maombi kwaya, sisi wenyewe tuna rate ya viwango ambavyo tumejiwekea ili kuhakikisha tunalifanikisha ili jambo kiwepesi na kiurahisi kwa kadri ambavyo Mungu ametujalia vipato vyetu. Jamii na kutazama, Wakristo wenzako wanakutazama, vijana wenzako wanakutazama, una kipi cha kuambia haswa? Mimi ningeomba kwao ombi moja, kwamba wakaribie sana siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tumebakiwa kama na mwezi mmoja almost kwa ajili ya hilo tukio. Lakini pia pili yake tunatamani waungane na sisi kwa habari ya sadaka zao, kwa sababu pia vyombo tutakavyovitumia au tutakavyovinunua vitakuwa ni sehemu ya kutangaza injili kwa watu wote. Havitabagua kwamba ni wa watu fulani peke yake, bali vitakuwa ni sehemu ya kuwatangazia Wakristo wote au watu ambao wamjui Mungu wapate kumjua Mungu. Mimi nakushukuru sana na kila laheri kwako. Amen, nabarikiwe sana. Amen. Huyu ni moja ya wanakwaya ndani ya idara hii ya maombi kwa maana ya vijana kati. Ameweza kuzungumza pia kwa sehemu katika yale ambayo wanataraji kuyafanya, lakini pia maombi yao ni kuhakikisha wadau mbalimbali mnajitokeza kwa ajili ya kushiriki baraka hizi, kuteka baraka hizi kwa ajili ya ununuzi wa vyombo hivi vya muziki ambavyo vimekusudiwa kwa ajili ya kazi ya kuinjilisha. Kumbuka wadhamini wa tukio hili adhimu wako wengi kwelikweli hapa, lakini miongoni mwa hao ni Alilichi, Baraka TV, Baraka FM Radio, hao ni wadhamini. Lakini pia wapo Ajila Connect Tanzania, nao pia ni wadhamini. Ngaya Catering Service na wao pia ni sehemu ya wadhamini wa tukio hili adhimu kabisa la ununuzi wa vyombo vya muziki. Lakini pia wako Maboto, nao pia ni sehemu pia ya wadhamini wa tukio hili kwa namna moja ama nyingine. Tunakushukuru pia wewe ambaye umeambatana pamoja nasi katika nafasi ya kutazama mkutano ambao umewakutanisha viongozi wa kanisa la Moravian hapa Iyunga, lakini pia na wale viongozi kwa maana ya mwenyekiti pamoja na wale wengine ambao wanashiriki kwenye maandalizi ya tukio hili adhimu la kwaya ya maombi kwaya, tamasha kubwa ambalo limeweza kuandaliwa. Ni vyema ukajipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba na wewe unakuwa sehemu ya historia. Tarehe 23 mwezi wa 8 tukio hili litafanyika hapa kanisani, na wakati likifanyika pia itakuwa ni kuanzia majira ya saa 8 mchana, na itakuwa ni siku nzuri sana. Kwa hiyo tukualike kwa moyo mkunjufu kushiriki pamoja nasi baraka hizi, na Mungu hatakupungukia kwa namna yoyote ile. Kama utakuwa na sadaka, unaweza ukafika hapa Moravian Iyunga ukawasapoti watumishi wa Mungu hawa, na kila huduma ambao watakuwa wakiifanya basi tunaamini itakuwa ni ya baraka kwa ajili ya ujenzi wa mwili wa Kristo ndani ya kanisa. Kwa niaba ya Ezra Mwilwa pamoja na Mike Ngondo ambao ni wapiga picha wetu,
bila kumsahau pia mchanganya picha Emmanuel Mwanisongole. Mimi ni Hobokela Lwinga. Nirejeshe matangazo haya kuendelea na utaratibu mwingine. Barikiwa sana na Mwanakondoo wa Mungu ameshinda.